Takriban watu 510 inasema inawezekana kuwepo kwa majeruhi ambao walitibiwa nje ya mfumo rasmi na taarifa zao kutofikishwa katika kituo rasmi. Tume pia imepokea taarifa za watu kupotea au kutopatikana tangu wakati wa matukio ya vurugu za uchaguzi mkuu. Tume pia imepokea ushahidi kuwa watu 39 ambao familia ziliona miili ya wapendwa wao katika hospitali za vituo vya afya na kutambuliwa, lakini miili hiyo baadaye haikuonekana tena. Kwa kuzingatia hayo, idadi ya vifo vya watu 518 inaweza kuwa sio idadi kamili ya waliofariki. Tume pia imepokea madai kutoka kwa athiriwa na mashahidi kuna watu waliuawa au kujeruhiwa katika maeneo ambayo hayakuwa na hasia wala vurugu. Kuna madai ya watu kupigwa risasi katika nyumba makazi yao, ikiwa pamoja na ndani ya nyumba, sebuleni au ndani ya maduka. Hizi ni tuhuma nzito za uwezekano wa matumizi ya silaha nzito kinyume na sheria za kimataifa na kikanda. Hadi kufikia tarehe 31 Machi 2026, majeruhi walikuwa wamehudumiwa katika vituo vya afya vya umma na binafsi walikuwa 2390, kati yao raia ni 2270 na maafisa na maaskari wa vyombo vya ulinzi vya usalama 120. Kuna uwezekano kuwa wapo majeruhi ambao hawako katika idadi hiyo, kwani kuna uwezekano baadhi ya majeruhi kupatiwa matibabu nje ya vituo vya afya na baadhi kukimbilia katika jirani kwa kuogopa kukamatwa. Majeruhi waliopata majeraha makubwa ni 219, kati yao majeraha 197 walikuwa na majeraha yanayotokana na risasi.